Beatrice Sylvester Mahiru. Mimi ni afisa afya kwa taaluma, lakini kwa nafasi ya kipekee nimekuwa mratibu wa elimu ya afya kwa umma. Ndio, na kama ambavyo ndugu mtangazaji ameweza kuelezea kwamba tutazungumza leo kwa habari ya ugonjwa wa Ebola. Yamkini tumesikia mara nyingi kwa habari ya ugonjwa huu, na hasa ambapo ulitokea tena kwa awamu nyingine katika nchi ya jirani ya Kongo. Tukawa tunajikita kutoa elimu hiyo kwa njia mbalimbali, lakini pia tumeona ni vyema kuwafikia leo ndugu wananchi, ndugu wasikilizaji, ili muweze kuelewa kwa umuhimu wake, ili kuweza kuchukua zile hatua za kujikinga na Ebola. Kwa hivyo Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Kwa hiyo kuna aina ya virusi ambavyo vinaitwa virusi vya Ebola, na ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari ya milipuko yanayoweza kusababishwa kutoka damu kwa baadhi ya wagonjwa. Kwa hiyo ni ugonjwa hatari ambao mtu anaweza kusababishwa akawa anatoka damu. Na tunapoendelea kueleza ugonjwa wa Ebola, ugonjwa unaambukizwaje? Unaweza ukajiuliza labda ugonjwa huu mtu anaweza akaupateje au unaambukizwaje? Ugonjwa huu wa Ebola unaambukizwa kwa kugusa majimaji kama vile damu, mate, machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo na kinyesi cha mtu mwenye dalili za Ebola. Kwa hiyo kama kuna mtu ana dalili za Ebola, maana dalili zingine hazionekani kwa nje, lakini ukawa umegusa mtu anaweza kupata ugonjwa huu kwa njia ya vitu vya majimaji hivyo ambavyo nimevitaja. Lakini pia tunaona pia mtu anaweza kama ambavyo nimeelezea akawa amegusa au kula wanyama hasa kama nyani, jamii ya wanyama ambao ni mizoga au porini, akapata pia ugonjwa wa Ebola. Ama kuchangia vitu vyenye ncha kali, kwa mfano mtu ametumia tayari alikuwa kuna vile vimelea vya ugonjwa wa Ebola, basi kama wembe na vitu vingine anaweza akadhurika na kupata ugonjwa wa Ebola. Lakini kukumbatiana au kusalimiana kwa kushikana mikono kwa mtu ambaye mwenye dalili ambaye ana Ebola akashikana mtu ambaye hana ugonjwa au ana dalili, tayari inaweza kubeba vimelea. Kugusa au kuchangia vyombo vilivyotumika na mtu mwenye Ebola, lakini pia mtu anaweza kupata kwa kugusa matandiko yaliyotumiwa na mtu mwenye Ebola, pale ambapo tunatandika kitandani au kuvaa nguo za mtu ambaye anakuwa na huo ugonjwa wa Ebola. Lakini pia tunaona tunashauriwa kitaalamu kuepuka kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za Ebola na kuwahi kituo cha huduma ya afya. Sasa nini tunatakiwa tufanye? Kwanza, ili kuweza kufanya chochote tunapaswa tujue dalili za ugonjwa wa Ebola. Maana dalili ndio zitatujulisha kwamba huyu mtu ni kweli amepata vimelea ama la. Na dalili za Ebola ni zipi? Dalili za Ebola ni pamoja na kuwa na homa, mtu anaweza ambaye amepata vimelea akasikia uchovu wa mwili, yaani mwili unachoka kweli. Lakini mtu anaweza akapata dalili ya maumivu ya misuli na akasikia maumivu ya kuumwa kichwa. Sambamba na hilo, unakuta mwingine wengi wanaenda wanatapika, lakini kuna kuharisha na hata maumivu ya matumbo, na mwisho mtu anaweza kutoka damu katika sehemu zile ambazo ziko wazi, puani, mdomoni. Mtu anaweza kuanza kutoka damu, ambao ni dalili ya hatari. Zote ni dalili za hatari, lakini ifikia kutoka damu ni kitu ambacho ni hatari zaidi. Lakini dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Kwa hivyo bado tunasisitiza sisi wataalamu wa afya, endapo utaona dalili hizi ama utamsikia jirani yako ana hizo dalili, ni muhimu kuwahi katika kituo cha kutolea huduma za afya kwa ajili ya kuweza kupatiwa matibabu. Sasa tunaingia kwenye kipengele cha kinga. Tunapozungumza kwa habari ya dalili na tumezifahamu, nini tunapaswa kufanya kujikinga ili wewe, jirani yako, familia, jamii kwa ujumla na taifa tusiweze kupata huu ugonjwa. Na ndio maana tunaendelea kutoa elimu, maana yake mimi nimesema ni afisa afya, na katika kipengele cha kinga ndicho kipengele tunajikita. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa umakini ili uweze kuchukua hatua ya kuweza kujikinga. Na kukinga dhidi ya Ebola ni pamoja na kunawa mikono kwa maji safi na maji tiririka, maji safi na maji tiririka. Na tunatakiwa kunawa mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni. Tunatakiwa tutumie sabuni ama tunapaswa kutumia vitakasa mikono. Vitakasa mikono ama tunaita sanitizer kwa ajili ya kusafisha
kwa ajili ya kuondoa zile vimelea, kwa sababu mikono ikiwa salama na afya yako ni salama. Kwa nini? Mikono inashika vitu vingi, na mara nyingi kushika vitu vingi unaweza kushika vimelea vyovyote vya magonjwa, si tu Ebola, lakini magonjwa mengi yanaenezwa pia kwa njia ya uchafuzi wa mikono. Lakini eneo lingine ambalo tunapaswa kujikinga ni kuepuka kugusa matapishi, kugusa damu, kugusa kamasi, kugusa kinyesi au mkojo kwa mtu mwenye dalili za Ebola. Kwa nini? Tumesema unaenezwa kwa njia ya kugusa matandiko, matapishi kwa njia ya majimaji ambayo ya mtu ambaye tayari ana hivyo vimelea. Lakini eneo lingine ambalo tunapaswa kujikinga ni kuepuka kugusa au kula nyama za porini ama mizoga ya nyama kama vile wanyama wa popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Kwa hiyo tuepuke. Watu tunapenda kula nyama pori, tunaenda kuinda, lakini tujiridhishe, kwa sababu hatuna wale maafisa kusema wanapima kama nyama ya ng'ombe imepimwa, imepigwa muhuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako kwa kuzingatia nyama ambayo imepitishwa na hata wale watu wa maliasili ambayo ina ubora wa kufaa kutumika kwa matumizi ya kula mwanadamu. Lakini tunashauriwa pia kuzingatia ushauri na maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya kwa ajili ya kuweza kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Kwa hivyo ni muhimu sana kuzingatia ushauri, lakini kuepuka kugusa damu au maji ya mwili ya mtu mwenye Ebola. Wahi kituo cha huduma cha afya kwa uchunguzi na ushauri. Kwa hiyo kama tahadhari, tunashauriwa kuweza kuwa washindi kwa kuweza kuzingatia kinga hizi na njia ambazo tunapaswa kuzichukua.